Na unaweza ukafikiria hata wewe kwamba wako charged kwa kosa ambalo halikufanyika kwa sababu wanahusishwa na maandalizi ya maandamano ya tarehe 7 mwezi wa 7. Je, naweza kuuliza kwamba yalifanyika? Kwa unaweza kumoffend mtu kwa kitu ambacho hakikuwepo? Ni mambo ya ajabu sana na ya kudhalilisha taifa hili. Sisi kauli ya Mheshimiwa Nchimbi tunaichukulia kama propaganda na ni hadaa ya wananchi. Kwa sababu ametuelekeza kuwa tuipambanie, lakini hajasema kwamba tunaipambaniaje. Sisi kama Bavicha na kama chama tunatarajia kwamba kwa kuwa yeye na serikali yake wali kwenye ilani yao walidai kwamba ndani ya siku 100 wataanzisha mchakato wa katiba mpya, na sasa tunaelekea mwaka mmoja bila mchakato wowote wala tetesi zozote za katiba mpya. Sisi tunaona kwamba hii ni kauli ambayo wananchi wanapaswa kuipuuza na ni kauli ambayo inatuhadaa wananchi. Kwa jina naitwa Abbas Mayala, ni mwenyekiti wa baraza la vijana wa Chadema mkoa wa Mwanza, lakini pia kaimu katibu Chadema mkoa wa Mwanza. Mkiwa kama chama kikuu cha upinzani hapa Tanzania, hali ya kisiasa unaionaje? Hali ya kisiasa ni mbaya sana nchini. Hali ya kisiasa ni mbaya sana kwa sababu mpaka tunavyozungumza kwa sasa mikutano ya hadhara imefungwa, lakini pia kila kona ya nchi kuna kesi mbalimbali ambazo zinawakabili vijana wetu wa Chadema na viongozi wetu wa Chadema na wanachama wengi wa Chadema. Mfano tu hapa Mwanza juzi kuna vijana 23 wamekuwa charged kwa kosa la ugaidi, kitu ambacho sisi kama chama tunaona sio sawa kwa sababu ni makosa ambayo hayapo kabisa na watu ambao ni wema kabisa wamepewa kesi ambazo hakustahili kupewa. Lakini pia mtaona hata kanda ya Serengeti mpaka tunavyozungumza katibu wetu wa kanda ya Serengeti na wenzake watu 11 Bwana Mnyawami amechajiwa kwa kosa hilo hilo la ugaidi. Lakini sambamba na hilo hata vijana wetu wa Chaso, umeona hata makamu wetu mwenyekiti amezungumza kwamba vijana wale wamepigwa vibaya sana wakishinikizwa wakubali. Tena wakirekodiwa kwamba makamu wetu mwenyekiti Mheshimiwa John Heche aliwapa milioni 60 kwa sababu ya kuandaa maandamano yaliyokuwa yanasadikika kufanyika tarehe 7 mwezi wa 7 mwezi uliopita. Lakini pia vijana hao wamefikishwa mahakamani na wamechajiwa pia kwa kosa hilo hilo. Hata jana kuna kijana mwenzetu Chaula wa Njombe ambaye anashikiliwa na RPC mkoa wa Mbeya kwa siku zaidi ya 20, lakini jana viongozi wetu wa Bavicha wameenda pale wameambiwa kwamba hayupo, jambo ambalo sisi tumesikitika sana. Kwa hiyo tunavyozungumza mpaka sasa kila kona ya nchi, hata Iringa mnaona, lakini pia hata Geita, Neema Chozaile mwenyekiti wetu wa Chadema wilaya ya Geita vijijini, naye zaidi ya siku 20 amekamatwa na jeshi la polisi halikuwa tayari kumpeleka mahakamani. Na hili naomba niliweke vizuri, nifahamike kwa Watanzania wote kwamba wale wote ambao ni wanachadema wanaokamatwa wote, jeshi la polisi linakuwa linadinai kuwapeleka mahakamani, linakaa nao siku nyingi sana, kiasi cha kwamba mpaka sisi chama kupitia mawakili wetu tunafungua habeas corpus kwa sababu ya kushinikiza ili wapelekwe mahakamani. Kwa hiyo hali ya kisiasa ni mbaya sana, na ukizingatia ni kipindi ambacho mikutano ya hadhara imefungwa, lakini pia tumetoka kwenye zoezi baya sana ambalo limeichafua nchi hii kimataifa na duniani kote. Swala la utekaji ni mambo ambayo ni mabaya sana. Kwa hiyo hali ya kisiasa ni mbaya haielezeki. Sawa, hivi karibuni tumepata taarifa kuna vijana karibia 23 karibu vijana 23 wamekutwa na kosa la ugaidi. Vijana hao 23 juzi tumetoka Butimba kuwaona, na vijana hao wapo kweli 23 na wote wameshtakiwa kwa kosa la ugaidi, kitu ambacho sisi kama chama hatukubaliani nacho. Ni vijana ambao kimsingi wengine wamekamatwa kwenye mazingira ya ajabu kabisa. Kwa mfano mmoja, kuna mwenyekiti wetu wa mtaa wa Ibungiro ni Bwana Jackson kama sikosei. Yes, kwa hiyo ni mwenyekiti ambaye amekuepo pale muda mrefu na ni mtu ambaye ni kiongozi wa muda mrefu, lakini naye ameshtakiwa kwa kosa la ugaidi. Na ukitazama hakuna sababu yote ya msingi. Kuna vijana wengi wako pale, hata ukitazama tu hata unashangaa, unaona kwamba hawa ni ugaidi gani waliofanya. Na unaweza ukafikiria hata wewe kwamba wako charged kwa kosa ambalo halikufanyika kwa sababu wanahusishwa na maandalizi ya maandamano ya tarehe 7 mwezi wa 7. Je, naweza kuuliza kwamba yalifanyika? Kwa unaweza kumoffend mtu kwa kitu ambacho hakikuwepo? Ni mambo ya ajabu sana na ya kudhalilisha taifa hili. Sasa kwa tathmini ambayo mmeifanya kama chama, mnafikiri kwa sababu gani mnapewa kesi ambazo hamstahili kupewa?
Sisi tunafikiria kwamba serikali imefikia wakati ambao kwa wananchi haikubaliki. Iko katika hatua za mwisho za kukata roho, na wanafikiri kwamba wakitumia njia hiyo ya kutukamata ni kitu ambacho kitaturudisha nyuma. Lakini sisi tumeapa kwamba tutaendelea kupambana na tutaendelea kuhakikisha kabisa kwamba serikali hii ambayo imeshindwa kutimiza matakwa ya wananchi inatoka madarakani. Kwa hiyo naweza nikasema kwa ufupi kwamba tunakamatwa sisi kwa sababu ya tishio ya chama hiki kwa serikali. Ndicho kitu pekee ambacho naweza nikasema, lakini pia wanatukamata ili kuturudisha nyuma, kutupatia kesi za ugaidi, wakiamini kuwa kesi hizo zitatukatisha tamaa na kuturudisha nyuma. Kwa hiyo ni kitu ambacho wanajisahau na hakitowezekana hata kidogo. Ndani ya chama kumekuwa na sakata la kuhusu makamu mwenyekiti John Heche kuhusika na tuhuma za kula pesa za chama. Hili unalizungumziaje? Hiyo ni propaganda. Hiyo ni propaganda iliyoanzishwa na system, na ni propaganda ambayo tayari imeshakufa, kwa sababu mnaweza mkaona for the first time mpaka sasa tuna zaidi ya fedha milioni 230 na ambazo zimechangwa tone tone. Kama kungelikuwa na, utakumbuka aliyeomba hizo fedha alikuwa ni makamu mwenyekiti huyo anayehusishwa na nini na hizo tuhuma, lakini baada ya kutangaza tu mpaka sasa kwamba chama kichangiwe milioni 334 mpaka sasa tuna zaidi ya milioni 230 na. Kwa hiyo ni propaganda iliyotengenezwa. Kwa mfano mdogo tu nitawaelezea kwamba jana ameona kulikuwa na press conference ya aliyewahi kuwa katibu wetu wa jimbo la Sumve Bwana Samuel Richard akimtumu pia mwenyekiti wetu kwa kosa hilo hilo na akitaka Heche ingie kwenye maridhiano. Kwa hiyo unaweza ukaona kwamba ni kitu ambacho kinatengenezwa na system, na nazungumza na system na niweka wazi system kwa sababu wale waliofanya maandalizi yale ni watu ambao wako ndani ya Chama cha Mapinduzi na ni watu ambao wako kwenye serikali. Walikuwa wakishawishi vijana wetu na viongozi wetu wa chama kwamba waende wapewe shilingi 800,000 kila mmoja. Na nitumie fursa hii kuambia kwamba kwa bahati mbaya kabisa kila wanavyoendelea kumchafua mheshimiwa makamu mwenyekiti John Heche wanazidi kumwagilia mbolea. Kwa hiyo ni agenda ambayo na propaganda ambayo imekufa kabisa kufa. Kwa hiyo nawahakikishia wananchi kwamba hiyo propaganda haipo na mheshimiwa wetu hawezi kufanya hivyo. Sawa, lakini wanaohusika na kukituhumu chama wanatoka ndani ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema. Kama chama mnachukua hatua gani kuhakikisha kwamba hii hali inaisha? Sisi kama chama kwanza tunafuata utaratibu wa kanuni na katiba yetu inavyosema. Kwanza tunawaita kuwahoji ili watupe ufafanuzi wa hizo tuhuma kwamba wana ushahidi gani. Kwa hiyo mpaka sasa mtakumbuka kupitia ofisi ya katibu mkuu wa chama alizungumza akaweka hadharani kwamba yeyote aliye na malalamiko na ushahidi juu ya tuhuma ya mheshimiwa makamu mwenyekiti wetu John Heche aiweke hadharani na awasiliane na ofisi ya kanda kwa maandishi na vitu vingine ili hatua ziweze kuchukuliwa. Kuna wale ambao tayari wameshawachukulia hatua, labda nilijaribu kupata muda kuwabana, wameweza kuzungumza chochote kuhusiana na hiyo system unaozungumza? Sisi hatuwezi kumbana mtu labda kumuumiza au kufanya nini. Tunavyo vyombo vyetu ambavyo vinahusika na mambo hayo. Kwa mfano utaratibu wetu wa chama uko wazi kwamba ndani ya siku 14 tunamuita tuelezee hicho kitu amekipata wapi, akifika ataeleza, na baada hapo tukijiridhisha kuwa ana ushahidi wa kutosha basi tutaamini, lakini kama hatokufika na hatakuwa na ushahidi wa kutosha, hatua nyingine za kinidhamu tutazichukua kwa mujibu wa katiba yetu. Sawa, moja ya agenda ambayo mnatembea nayo ni mchakato wa katiba mpya. Ndio agenda ambayo ni kubwa ambayo mnatembea nayo. Sasa hivi karibuni tumemwona makamu wa rais Emmanuel Nchimbi akizungumzia swala la katiba mpya kwamba tupambanie katiba mpya. Ni kama ameonyesha kusupport kile ambacho nyie mmekisimamia. Hili sasa nyie kama wanachadema mmeichukuliaje kauli hii? Sio mara ya kwanza serikali ya Chama cha Mapinduzi na watu wake kuja na propaganda za namna hii. Mtakumbuka hata mwaka 2015 wakati tunaelekea kwenye uchaguzi mkuu, CCM ilikuwa hoi sana. Ilikuwa hoi bin taban. Lakini baada ya uchaguzi huo mtakumbuka Magufuli alianza kuita kuwa ni serikali yake. Na alishindwa kabisa kujinasibisha na CCM kwa sababu alijua tayari shapoteza uhalali na uhalali wa kisiasa kwa wananchi. Kwa wale ambao kufanya hivyo. Sasa sisi kauli ya mheshimiwa Nchimbi tunaichukulia kama propaganda na ni hadaa ya wananchi. Kwa sababu ametuelekeza kuwa tuipambanie, lakini hajasema kwamba tunaipambaniaje. Sisi kama Bavicha na kama chama tunatarajia kwamba
Kwa kuwa yeye na serikali yake wali kwenye ilani yao walidai kwamba ndani ya siku 100 wataanzisha mchakato wa katiba mpya, na sasa tunaelekea mwaka mmoja bila mchakato wowote wala tetesi zozote za katiba mpya. Sisi tunaona kwamba hii ni kauli ambayo wananchi wanapaswa kuipuuza na ni kauli ambayo inatuhadaa wananchi. Kwa hiyo tunatarajia kama Mheshimiwa Nchimbi kwa dhati ya moyo wake ameamua kuipambania katiba mpya, tunataka kumuona akiwajibika. Na miongoni mwa mambo ambayo tunayatarajia, kama serikali yake yeye mwenyewe imeshindwa kuleta katiba mpya, tunatarajia kuona akijiuzuru ili aje apambanie katiba mpya tukiwa naye huku. Lakini kama ataendelea kushika hiyo nafasi na kuja na maneno yake yale yale, sisi tutaendelea kuona kwamba ni mtu ambaye anaamua kutuhadaa na kutupotezea muda wetu. Endelea kuifuatilia YouTube channel yetu Jembe FM TZ. Subscribe, comment, like and share.